Hujambo mtazamaji, karibu kwa taarifa za Dira ya Wiki. Tunaomba radhi kwa kuanza kuchelewa kidogo, lakini moja kwa moja na kupeleka hadi katika eneo la Vihiga ambapo mwanahabari wetu Zubeida Koome yupo akiwa anatuambia yanayojiri katika kaunti hiyo, ambapo pia atakuwa nakuletea taarifa zaidi. Zubeida, uwanja ni wako. Mtazamaji, Vuira ivihiga, Koveye ivihiga. Nakwambia leo najifunza Kiluhya kidogo, kwa sababu hayo matamshi mawili nimefunzwa sasa yanamaanisha kwamba giza limeanza kuingia hapa katika kaunti ya Vihiga. Mtazamaji, unaponiona leo nimebadilika kidogo. Karibu kwenye Dira ya Wiki. Kawaida umetuzoea kwamba pale studioni tunakuwa serious sana, lakini leo ni kupromote utalii wa humu nchini. Mtazamaji, na kukaribisha kwa moyo mkunjufu kwa taarifa za Dira ya Wiki. Hii leo tukiwa katika kaunti ya Vihiga, ambapo hii leo mtazamaji, kwa mara ya kwanza Dira ya Wiki inafanyika katika kaunti ya Vihiga. Kawaida tumezoea kwamba Dira ya Wiki inafanyika studioni, lakini leo tuna wana urembo wa utalii humu nchini, ambapo hapo kesho mtazamaji ni maonyesho, mashindano ya mwisho ambayo ni kilele cha mashindano ya wana urembo wa utalii kutoka kaunti zote 47. Mtazamaji, hapo kesho wana urembo kutoka kaunti zote 47 watakuwa waking'ang'ania ushindi wa sura ya mwana urembo bora ambaye atatuzwa hapo kesho. Mtazamaji, KTN News itakuwa ikikuletea matangazo hayo moja kwa moja kutoka hapa kaunti ya Vihiga. Na hapa kwenye Dira ya Wiki mtazamaji, leo pia tutakuwa tukimhoji gavana wa kaunti ya Vihiga Moses Akaranga, ambaye atakuwa akitueleza mbona Vihiga Vihiga kuna nini cha mno ambacho kimewavutia wana urembo hawa kuja kufanya maonyesho haya katika kaunti ya Vihiga. Na leo pia tutakuwa tukijadili athari za siasa katika utalii wa taifa. Ni vipi ambavyo matukio katika ulingo wa siasa yanaathiri utalii. Mtazamaji, katika kipindi chetu awamu ya pili ya Dira ya Wiki mwendo wa saa 1 tutakuwa na afisa kutoka bodi ya utalii nchini, na tutakuwa pia na waziri wa utalii kutoka kaunti ya Vihiga waweze kutueleza pia ni kwa nini Wakenya hatutembei. Sisi si watalii wa humu nchini. Mara nyingi huwa tunatembea kule nje. Tunazuru kaunti kama vile Mombasa na Masai Mara pekee. Lakini kuna vivutio vingi katika kaunti zetu. Mbona kama Wakenya hatutembei? Na leo mtazamaji, nakumbuka kwamba juma lililopita nilisahau kumtuza mshabiki wetu nambari 1 wa Dira ya Wiki. Leo nitatuza watu 4. Tueleze vivutio viwili kutoka kaunti yako. Tutajie vivutio viwili kutoka kaunti yako. Tuelekezee maoni yako kupitia nambari 22155. Unaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mtandao wa Twitter @ZubeidaKananu au @KTN News ukitumia hashtag Dira ya Wiki. Lakini leo kuna masharti mtazamaji, kwa sababu nitatoa tuzo kwa watu 4. Kuna masharti, yule atakayezingatia ndiye tutampa. Kwanza tueleze majina yako kamili, kwa sababu mara nyingi mnasahau kutupatia majina yenu. Tueleze majina yako kamili, jina ya kaunti yako, na kisha utueleze vivutio viwili vya utalii katika kaunti yako. Masharti ndio hayo: majina yako kamili, pia utueleze kaunti yako, jina ya kaunti yako, uambatanishe na maelezo hayo, na kisha utueleze vivutio viwili vya utalii katika kaunti yako. Mtazamaji, tunataka kuona kwamba Wakenya wote wanazuru katika vivutio vya utalii vilivyo katika kaunti yao. Mtazamaji, leo najaribu kidogo nianze kutembea kama mwana urembo. Naweza kupose kama nyinyi? Karibuni. Karibuni mjiunge nami kwenye Dira ya Wiki. Mtazamaji, leo nina wana urembo. Nilivyokueleza ni kwamba kuna takriban wana urembo 47 ambao wako sasa katika kaunti hii ya Vihiga mtazamaji, ili kuweza kung'ang'ania ushindi wa tuzo la mwana urembo bora kutoka wa utalii ambaye atatuzwa hapo kesho. Na unaona hawa ni 6 tu kati ya wale ambao wanang'ang'ania nafasi hii. Kilele kitakuwa hapo kesho, na nimekueleza kwamba kwenye KTN News tutakuwa tukiangazia maonyesho hayo moja kwa moja. Kabla ya kufanya mahojiano na gavana, labda niwatambulishe tu, si hatujabagua, tumechukua tu wale 6 ambao walikuwa tayari ili kuweza kuwahoji, kwa sababu hatuwezi kuleta wote 47. Kwanza kabisa tuanze kwa kuwatambulisha, kisha tutaelekea kwa Mashirima Kapombe aweze kutueleza kinachoendelea katika kaunti ya Nairobi. Kwanza kabisa tuanze nawe mrembo, shika mikrofoni, tueleze jina lako, wewe ni mwana urembo kutoka kaunti gani? Kwa majina naitwa Mikal Hadulu Dulu. Mimi ni mwanamrembo kutoka kaunti ya Tana River. Na mbona ukachagua kushindania nafasi hii? Kwa sababu nataka kuondoa kiwango cha utalii Kenya kukipeleka kiwango cha juu. Na kwa maoni yako unadhani ni kwa nini wana urembo, si wana urembo, kwa nini wa Kenya hatutembei, hatuzuru ama tufanyi ule unaitwa utalii wa humo nchini, domestic tourism? Ni kwa nini? Tatizo liko wapi? Naweza sema sana ni
kuna ile watu hawajui, mali kwingine hawakujui. Alafu Wakenya sana sana wana ile wamejiwekea kwa akili yao kuwa utalii wa nchi nyingine ni mzuri zaidi kushinda utalii wa Kenya. Na unaona wewe unaweza kuwa mwana urembo ambaye atawafanya Wakenya kuzuru vivutio vya utalii vilivyoko nchini Kenya? Ndio. Naam, shukrani sana. Mpe mwenzako, tueleze majina yako na wewe ni mwana urembo kutoka kaunti gani? Kwa majina ni Jennifer Wairimo kutoka kaunti ya Lamu. Mimi ni mkazi wa pale. Na mbona ukachagua kung'ang'ania tuzo la mwana urembo bora? Kwa maana mimi najiamini ya kwamba nijapopata hii tunzo ya mwana mrembo wa Kenya kurepresent Kenya katika utalii, nitafanya mabadiliko katika utalii, katika sekta ya utalii, kwa maana ni watu wengi ambao hawajajua mambo mingi ambayo yamo hapa katika Kenya yetu, na pia kaunti zetu ambazo ziko tofauti. Tuko matajiri. Na unaona unatosha? Mimi naona natosha. Tutajie kivutio kimoja cha utalii kutoka kaunti ya Lamu. Katika kaunti ya Lamu kuna utalii ambao kuna the beaches ziko pale za kuvutia sana. Lakini pia kuna beach Mombasa. Zile ni exception kwa sababu kuna zile islands mingi sana katika pale county, island 4 kwa county moja. Ile ni utalii wa kutosha pale kwa Lamu, watu wote wakuja Lamu. Na shukrani sana. Mpe mwenzako majina yako kamili na wewe ni mwana urembo kutoka kaunti gani? Naitwa Hadija She. Nimetoka kaunti ya Kwale. Naam, tuuzie kaunti ya Kwale kwa sekunde 10. Sekunde 10 ni kidogo. Jaribu tu kutueleza mawili matatu kuhusu kaunti ya Kwale. Kwale tuko na hiyo beach yetu ambayo imekuwa voted the best Kenya, na pia tuko na wanaitwa dolphins. Unaweza ogelea na wale dolphins kule Wasini, na hapo pandisha mikrofoni yako kidogo. Okay, na hapo Kwale bado pia tuko na antelopes wanaitwa sable, hawapatikani pali pengine popote. Hapo Kwale pia bado tuko na black elephants na rhesus elephants. Na unaona unatosha kupokea tuzo hili. Na mpe mwenzako pia tumsikie. Yule atakayeuza zaidi ndiye Wakenya watakayemchagua. Tupatie majina yako kamili, tueleze wewe ni mwana urembo wa utalii kutoka kaunti gani? Kwa majina naitwa Mdali Juliet Simanyiro, natoka Taita Taveta County. Naam. Ndio. Na tuuzie kaunti yako kwa sekunde 5. Alisema sekunde 10 ni kidogo, mimi nakupa 5. Tupatie vivutio viwili vya utalii ambavyo unataka mimi nitoke kaunti yangu ya Meru nije katika kaunti ya Taita Taveta kuviona. Kwanza Taita Taveta tuko na the largest, ile kubwa kabisa National Park Kenya, ambayo ni Tsavo National Park. Na hiyo park utaona vivutio vingi sana. Tuko na the longest plateau in the world, the Yatta Plateau. Tuko na Lake Chala, hiyo ni the greatest crater lake in Kenya. Na ukiwa hapo unaweza kuview Mount Kilimanjaro yenye iko karibu na sisi hapo. Na utaweza kunivutia mimi kama Mkenya nije katika kaunti yako kuweza kuviona hivyo vivutio? Ndio. Naam, shukrani sana. Mtazamaji, hapa tunageuza kidogo kwa sababu huyu hapa ni mwana urembo ambaye ana ulemavu wa kusikia, mtazamaji, na kuzungumza, ambaye ni mwana urembo wa pekee katika shindano hili ambaye hana uwezo wa kusikia na kuzungumza. Ana mtafsiri wake hapa, labda nitamwekea mikrofoni akiwa karibu nami hapa kidogo. Tutajie majina yako kamili na mbona ukaamua kama mwana urembo ambaye hana uwezo wa kuzungumza na kusikia kuingia katika shindano hili. Kwa majina naitwa Babylin Mukila, mimi natoka Mombasa County. Mimi kweli nimekuwa nikitamani sana kujiunga na hii mambo ya modeling na beauty, kwa sababu naona sisi kama ambao hatujajumuishwa. Lakini tangu nikiwa mdogo nimekuwa nikitamani sana. Na ndio nikasema mimi siku moja nitasucceed, na sasa nataka sana nishinde hiyo crown. Na ukishinda, nini cha mno ambacho utakifanya ili kuuza kaunti ya Mombasa? Mimi kwanza ninapanga sana kuungana na wenzangu kuinua utalii. Na pia nataka niwajaribu ku-encourage wale watu ambao wanaishi na ulemavu, pia wang'ang'anie. Na unaona utashinda? Mimi kweli naamini nitashinda. Na tunakutakia kila laheri. Asante. Naam, shukrani sana. Labda wa mwisho, lakini si wa mwisho, yani kumaanisha mwisho wa mwisho katika kikundi hiki, atueleze majina yake kamili na atueleze ni kutoka kaunti gani? Kwa majina naitwa Peggy Matirua na nimetoka Kilifi County. Na tueleze nini cha mno ambacho utakiuza kuhusu Kilifi County ambacho kitakufanya wewe upewe tuzo hili? Kilifi County tuna mengi sana. Naam. Kwanza kimoja tu. Kimoja. Ningependa kusema kwanza tuko na Watamu Beach. Watamu iko na mchanga, tunasema ni the finest sand katika Afrika nzima.
Na unaona kwamba utashinda shindano hili? Kwa nini? Umejitayarisha vya kutosha? Nimejitayarisha na nimejitahidi vilivyo kabisa. Na unajua majukumu ya mwana urembo ni yepi? Iwapo utapewa tuzo la kuwa mwana urembo bora nchini Kenya, unajua majukumu yako ni yepi? Najua kabisa. Unajua watu wengi udhania majukumu ya mwana urembo ni kujipamba na kama tunavyosema kujipamba, lakini majukumu ya mwana mrembo ni mengi sana. Kama sisi tunatakikana kutoka na tuweze ku-advertise utalii, sio peke yake wa kaunti yetu, lakini wa Kenya na Afrika nzima. Tunawatakia kila la heri mnapoingia katika shindano hili. Mtazamaji, usikose kutizama KTN News, kwani hapo kesho mtazamaji tutakuletea shindano hili ambalo ni kilele cha maonyesho ya mwana urembo bora katika sekta ya utalii. Tutakuwa tukiangalia ni nani atakayeibuka mshindi. Wana urembo 47 kutoka kaunti zote 47 nchini watakuwa hapa kung'ang'ania shindano hili. Hebu kwanza mnionyeshe jinsi mnavyopose. Haya basi, mtazamaji, na kurejesha kwa Shirima Makapombe aweze kutueleza ni yepi yanayoendelea katika kaunti ya Nairobi, kisha tutarejea hapa kwa mahojiano na gavana Moses Akaranga. Usiende mbali. Asante. Namwona Zubeda Kome pia amejiingiza kwenye orodha hiyo, na huenda labda tutamwona hapo akishindana na hao wenzake. Tupate vidokezo. Mahakama yatoa uamuzi kuhusu wanasiasa 8 waliokuwa wakizuiliwa kwa tuhuma za uchochezi nchini. Mzee mmoja apata kichapo cha mbwa katika kaunti ya Uasin Gishu kwa madai ya kumbaka msichana mdogo. Na kiongozi wa walio wengi katika kaunti ya Mombasa yuko mashakani baada ya afisi yake kufungwa na wapinzani wake. Mahakama imewaachilia wabunge waliokuwa wamezuiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 1 kila mmoja, isipokuwa Moses Kuria na Ferdinand Waititu walioachiliwa kwa shilingi milioni 5. Wabunge hao walizuiliwa kwa siku 4 kutokana na matamshi ya uchochezi. Mapema hii leo mawakili wao waliomba mahakama kuwaachilia, ikisema kuwa ilikuwa inakiuka katiba. Wabunge hao wamelaumiwa kwa kutoa matamshi yanayotishia utangamano wa taifa. Hapana, hakuna pole. Tunalima sasa. Msemaji wa serikali Eric Kiraithe amekanusha madai ya viongozi wa upinzani na wafuasi wa wanasiasa waliokamatwa kuhusiana na uchochezi kuwa wamezuiliwa katika mazingira hatari kwa afya yao. Kiraithe amesema kituo cha polisi cha Pangani na kile cha Muthaiga vimetimiza viwango vilivyowekwa. We want to inform this country that the problems of this country is development. We know that. And if we have not been able to supply hotel standards cells in police stations, it is not the doing of any one person, it is not the wish of the police service, it is simply because that is our level of development. We are glad that those people who are complaining are very influential in this country. Some of them have been held very high positions. We all know them. Others are still in parliament where they distribute resources, and therefore we are asking them to harness the energy they are using to complain to increase productivity in this country and hasten development.
Baraza la magavana nchini limefanya kongamano hapa jijini Nairobi kutathmini masuala yanayogusia ugatuzi. Magavana hao wamekiri kuwa wanakabiliwa na changamoto za hapa na pale, lakini ugatuzi umechangia pakubwa kuafikiwa kwa maendeleo katika kaunti mbalimbali nchini. Improvement where technology has been adopted and it's being adopted in all the counties. I'm saying maybe in a year, all counties will have completed the automation, is what I'm saying. There has been tremendous improvement in sealing leakages and bringing efficiency in revenue collection. Turning to public finance, despite counties receiving meager allocations, so much has been achieved in the last 3 years. This is why we have continued to, that's why we continue insisting that the money transferred to counties should be anchored in law at what we have already done, the costing of 45%. It is very gratifying to see development actually happening now in the villages. 2 years ago, we didn't know whether to celebrate or to cry when we heard of the first cesarean delivery in Mandera. We didn't know what to do because one thing is that it was reminding us that so many women had died because there was no cesarean deliveries available in those areas. The other thing we wanted to celebrate was that at least we have started. But we just didn't know which one. That really marked one of the major hallmarks of devolution. Na moja kwa moja basi nakupeleka hadi katika kaunti ya Vihiga ambapo Zubeda Kome yuko tayari na mahojiano nadhani na gavana wa kaunti hiyo Moses Akaranga. Na mtazamaji, shukrani sana Mashirima Kapombe kwa kutujuza mingi ambayo yamekuwa yakijenga vitu vya habari kutoka upande huo. Mtazamaji, sisi tuko katika kaunti ya Vihiga ambapo hapo kesho ni kilele cha mashindano ya mwanaurembo bora katika sekta ya utalii. Leo unaona jinsi nilivyopambwa, Mrembe gavana. Mrembe. Mrembe kandi. Mrembe kandi kabisa Zubeida. Nakwambia leo nitatoka hapa nikijua kuzungumza Kimaragoli. Kabisa. Mtazamaji, katika mkahawa huu unaitwa Sosa. Nimeelezwa kwamba ni mahali ambapo unakuja na kupumzika, kurelax. Kabisa. Ndivyo inamaanisha, Unaona nilivyojipamba gavana, niko sawa? Uko sawa. Nafaa kukuza utalii wa humu nchini. Kabisa. Na karibu sana. Hata nitakwambia utabaki hapa Vihiga County. Ukweli? Ndio tusaidie kwa mambo ya kukuza utalii. Naam, nashukuru sana. Shukrani sana kwa kujiunga nasi katika Dira ya Wiki. Tueleze mbona Vihiga? Vihiga kwanza ni county ndogo kwa county zote hapa Kenya, zile county 47. Na wakati tuliangalia kwamba haya mashindano yanaweza kuwekwa wapi, tukaona kwamba kila wakati wanachukua zile county kubwa kubwa. Leo wakati huu wakasema kwanza tuchukue ile county ndogo. Wakaniuliza utaweza? Nikamwambia sawa, tutawezana na hiyo. Ndipo sasa unaona sasa tuko hapa Vihiga. Na unapoangalia kuna sekta nyingi. Mbona sekta ya utalii? Mbona maonyesho haya ni ya utalii badala ya kitu kingine ambacho tunaona kuna maonyesho ya aina tofauti? Mbona utalii? Utalii ni jambo la muhimu kabisa. Kwanza ujue kwamba katika nchi yetu utalii kwanza huleta pesa nyingi sana kwa hii nchi. Ni vile tu wakati tulikuwa na machafuko ya siasa ndiposa watalii wengi wakaanza kuogopa. Lakini vile sisi county, serikali za county tumesema kwamba badala ya kungojea serikali kuu peke yake ifanye mambo ya utalii, sisi county government lazima tuingie ndani tukuze mambo ya utalii. Yes, kwa hivyo kama hapa Vihiga ukiangalia wiki mbili zilizopita First Lady Margaret Kenyatta alikuwa hapa, tukampeleka akaona zile nyavu za Yesu Kristo hapa Givera tu, na wewe usitoke hapa kabla za Jona. Na wakati zilikuwa katika magazeti yetu hapa nchini, watu wengi, tumepata watalii wengi sana wanakuja hapo.
hata wazungu wanataka wanatupigia simu wanasema wanataka kuja hapa, na hiyo itatutengeneza kaunti yetu ya Vihiga kuwa na faida kubwa sana. Naam, na kama nyinyi serikali za kaunti kama magavana, je, mnahisi kwamba mnajivunia ufanisi wowote katika kukuza utalii wa humu nchini kufikia sasa? Yes, sisi tunajivunia. Kwa mfano, wakati tunafanya budget lazima tuweke pesa fulani kwa hii ministry ya utalii. Lazima tunaweka pesa fulani ili tukuze hii utalii, vijana wetu wapate kazi. Yes. Na kufikia sasa wewe kama serikali ya kaunti ya Vihiga kwa mfano, umetenga pesa ngapi katika bajeti yako ili kufanikisha utalii? Hapa Vihiga tumeweka kama shilingi milioni 50 million shillings. Yes. Na unapoangalia pesa, labda kwa mfano pesa hizo kufikia sasa zimetumika vipi? Umekuza nini kwa mfano kufikia sasa? Na kwa kutenga pesa hizo, kaunti ya Vihiga imepata pesa ngapi za ziada kutokana na ule utalii ulivyokuzwa katika kaunti hii? Sasa kwa mfano hapa Vihiga tuko na Maragori Forest, tuko na Kaimos Forest, tuko na ile ambayo nimesema hapa kwa Jibera ikionyesha watu hiyo, na kuna sehemu zingine ambazo kama za wazee wetu ambao tunawaita watiriki, wakati wako jandoni, hizo misitu wanazi protect properly. So tunatumia hizo pesa kwa kutengeneza hizo misitu ziwe nzuri. Tunatumia hizo pesa kwa mfano kama ile Maragori Forest, tunataka kule juu tutengeneze, tutaweka Biblia moja kubwa sana ya Kimaragori, tuweke ya Kinyore, tuweke ya Kitiriki, kwa sababu hizo tribe tatu ndio ziko hapa nyingi katika Maragori hapa. Mbona Biblia? Ukienda kama Washington DC, kwenda tu kuona the first Bible ya watu unalipa $1,000. So hata sisi hapa tunataka tufanye hivyo, kwa sababu headquarters hizo pesa kuja kuona hiyo Biblia itakuwa kama $1,000. Tutaweka kiwango fulani, watu watafurahia kuona Biblia kubwa. Unajua kitu cha kwanza hapa, kwa mfano hapa Kenya, hapa Vihiga County, headquarters za makanisa mengi ziko hapa. Naam. Na unahisi ni kwa nini licha ya serikali kutenga pesa za kufanikisha ama za kuboresha vivutio vya utalii nchini, Wakenya bado wana ule ugumu wa kuzuru vivutio hivi vilivyoko humu nchini? Unajua siku kwanza Wakenya wengi ukienda kama Mombasa, sifikirii hiyo ni sawa. Ukienda kama Mombasa mwezi wa Disemba, unaona Wakenya wengi wameenda huko Mombasa. Yes. Na ndipo sana nauliza mbona basi Mombasa, kwa sababu tunajua wengi wataenda Masai Mara, wengi wataenda Mombasa. Mbona tusielekeze safari zetu katika kaunti ya Vihiga, ama tuende katika kaunti ya Meru, ama tuelekee katika kaunti nyingine? Mbona Mombasa na Narok? Mombasa kwa sababu katika fikira za wa Kenya tulitengeneza Mombasa ikajulikana sana. Tulitengeneza Mombasa ikajulikana kihistoria, kule kulikuwa na Portuguese nini na nini. So Wakenya katika fikira zao Mombasa ndio sehemu ambazo wanaweza kwenda kwa utalii. Lakini saa hizi wakati tuko na serikali ya counties, kila county imeanza kuonyesha umuhimu wa kaunti yao. Na kuna Wakenya ambao wanakuja katika kaunti hii? Yes, kuna Wakenya wengi ambao wanakuja katika kaunti. Hata hapa Vihiga County, ukiona mahali kama hapa Sosa, pengine huwezi kupata hata mahali pa kulala wakati kama wa Disemba, Agosti. Wengi huwa wanakuja hapa kwa mambo yao ya utalii. Naam, ulitangulia kwa kusema kwamba utalii ulikuwa umeathirika pakubwa hasa kutokana na yale machafuko ya ghasia baada ya uchaguzi. Je, ikilinganishwa hali ilivyokuwa awali na sasa, mambo yameboreka? Yes, tunaweza kusema kwamba wakati tulikuwa katika hii post elections violence, watalii waliogopa kuja hapa Kenya. Waliogopa kabisa. Lakini sasa wakati serikali ilianza kufanya vitu vikatulia vizuri, na Wakenya wakaona umuhimu wa kuwa na usalama mzuri, watalii walianza kuingia. Lakini wakati tena hii mambo imetokea kidogo, tena wameanza kuogopa. Kwa hivyo jambo langu ni kusema kwamba vijana wetu waangalie tulinde nchi yetu, kwa sababu hatuna mahali pengine pa kwenda. Hii ndio nchi yetu nzuri. Hata kama watalii hawatakuja, lakini nchi yetu
iwe na usalama, they will definitely come. Naam, ni hoja nzito sana ambapo naona umesoma fikra zangu. Niliuliza hilo swala kuhusu machafuko ya ghasia za baada ya uchaguzi kwa sababu unapoangalia mazingira yalivyo sasa. Je, kama serikali za kaunti mmeona mmeathirika vipi kutokana na yale mazingira ya kisiasa ambayo yapo nchini kwa sasa? Je, mmeathirika vipi kama kaunti kufikia sasa? Tuseme kama kaunti yetu ya Vihiga, wakati kulikuwa na hizo demonstrations zote, hapa Vihiga kulikuwa na usalama. Na Vihiga ni kaunti moja ambayo kuna usalama. Unaweza kutembea hata usiku bila kuguzwa na mtu yote hapa Vihiga kaunti. Lakini katika kaunti zingine zile ambazo tulikuwa na mchafuko kidogo, vijana kuchukua tiles na kuchoma kwa barabara, hapo wamepata hasara kubwa sana. Wamepata hasara kubwa sana. Hata wale watalii ambao wangeanza kuja katika hizo county nao wameshika breaks. Hebu tupambie picha halisi ili tuweze kuelewa, kwa sababu wale wanaotizama labda hawajui unaposema hatari na kuwepo katika kaunti ambazo zimeshuhudia labda matukio kama haya ya kisiasa. Tupambie picha halisi kuhusu athari ambazo zinatokana na matukio katika ulingo wa siasa katika utalii wa taifa. Jambo la kwanza, wewe mwenyewe uko hapa Kenya na umejionea yale ambayo yametendeka. Watu wameua wenzao, unakuta mtu ametoka kwa nyumba yake anaenda kazini, jioni unasikia amepoteza maisha yake. Yalitendeka hapa Kisumu, yalitendeka na kwingineko Nairobi, yalitendeka. Kwa hivyo mambo kama hayo yakitokea, wewe unafikiria mtalii atakubali atoke kwa chumba chake hata kile kama ako hotelini kwenda kuangalia wanyama? Ataogopa ya kwamba anaweza kuuawa. Lakini jukumu lenu mmelitekeleza ifaavyo, kwa sababu katika matukio kama haya tumeona viongozi wa kisiasa ndio wako mstari wa mbele kuongoza matukio kama haya. Unataka kuonekana kwamba mimi Moses wa Karanga niko pia katika mstari wa mbele kutetea mambo kama haya, unaongoza yale maandamano. Tumeona magavana wenzako pia wakijitokeza kuongoza maandamano kama hii. Haya, unaona kuwa pia nyinyi kama magavana mnapaswa kulaumiwa kwa kuchangia katika athari ambazo zinaonekana kwa sasa? Najua wengine tumejitokeza kinaganaga na tumeambia kwamba penye wazee nitakani liadibike neno. Na hapa katika nchi yetu huo msemo ni kama uko kinyume. Ya kwamba mahali kuna wazee sasa siku hizi kunatokea shida. Lakini tunaongea tukisema, jameni, wacha tuje pamoja, tuongee, tupate suluhisho. Yes, kuna hii shida na IEBC. Lakini sasa hatuwezi tupa namna hiyo. Wacha tuongee, tujadiliane, tuone ni jambo gani ambalo tunaweza kufanya. So ninaweza kusema kama sisi wanasiasa kweli tunaweza kuchangia wakati tunaingia tukisema basi twende mbele, tuonyeshe kwamba tunataka haya. Lakini tena unajua siasa ni siasa. Watu wanalipa pesa kwa sababu ya siasa. Kama sisi wanasiasa kazi yetu lazima tunalipwa kwa sababu ya kuongea. Lakini kuongea kwenu wapo kutachochea na hivyo kuhatarisha usalama wa taifa, kuhatarisha uchumi wa taifa na kuhatarisha utalii wa taifa. Kuna faida gani? Kwa sababu kuna wale wabunge ambao walifikishwa mahakamani hii leo, na unaona kwamba kuna matukio mengi ambayo yanafanyika. Je, wanasiasa wanachukulia kwa umakinifu masuala kama haya? Wanajua hatari ambayo wanaiweka Kenya, ama wanachukulia hamnazo masuala kama haya? Kwangu kama na Vihiga County nasema wale wanasiasa ambao wanachochea wananchi au hiyo ni vibaya. Hiyo ni vibaya kabisa, kwa sababu kazi yetu tunatakana kama viongozi tunatakana tutengeneze nchi iwe na usalama. Naam. Na unaona hilo litatimia, kwa sababu tunaingia katika kipindi cha uchaguzi ambapo unaona mtu anasimama pale anataka kuonyesha mimi ndiye kila kitu. Unataka kuonyesha kwamba unajua kuzungumza, unataka kuonyesha kwamba nina ubabe wa kisiasa. Unaona hilo litatimia, kwa sababu tunapoingia katika kipindi cha uchaguzi ndio unaona matukio ya uchochezi yanajitokeza. Ndio unaona mambo kama haya ambayo tunayashuhudia sasa yanajitokeza. Je, tuko karibu kufikia kile kiwango ambacho kila Mkenya atasema kweli najivunia kuwa Mkenya? Itategemea. Unajua wakati wa kampeni kila mmoja wetu anataka ashinde. Na watu ufikiria kwamba kuna wakati ambapo unaona unaweza kushindwa, utumie ujanja ndio ushinde. Lakini ni maombi yangu ya kwamba wacha kama viongozi tutulie. Tutengeneze vijana wetu wajue ya kwamba
Unajua tuko kama role models. Naam. Watakuwa wakiangalia wakati huyu alikuwa akishinda ugavana alikuwa akiongea hivi. Naam. Wakati huyu alishinda upresident alikuwa akiongea hivi. Kwa hivyo tuko role models, tusilete machafuko katika nchi yetu. Tumeuliza Wakenya, je, siasa za humo nchini zinaathiri au zinajenga utalii? Mtazamaji, kufikia sasa 9% yenu mnasema kwamba siasa za humo nchini zinajenga utalii na 91% mnasema kwamba siasa za humo nchini zinaathiri utalii. Tulikuwa tumeuliza, je, siasa za humo nchini zinaathiri ama zinajenga utalii? Kufikia sasa 9% pekee ndio mnasema siasa za humo nchini zinajenga utalii na 91% mnasema kwamba zinaathiri utalii. Bien Chali anasema siasa mbaya, maisha mbaya. Hamna utalii utanawiri katika hali ya sintofahamu. Umeweka pale #Dira ya Wiki. Shukran sana kwa kutizama. Team Germany anasema siasa za Kenya zinaua utalii. Tukiendelea kupea wahalifu bonds ndipo tutaelekea katika jiwe. Unatumia pale #Dira ya Wiki. Nasema shukran sana. Sizzling Nairobi anasema hamna siasa ya pangu pakavu, nitilie mchuzi la sivyo nitakumaliza, ni hatari kwa utalii wa taifa. Umetumia pale #Dira ya Wiki. Tunasema shukran sana. Guda Joel anasema zinaathiri kabisa utalii wa humo nchini. White Rhino anasema sio utalii pekee, hata sehemu za burudani hapa mjini zimeumia kwa muda mrefu. Shukran sana kwa kutizama. MC Muthe Kigunya anasema kama huna cha kupoteza utafanya lolote, kuharibu cha mwenzio ili alaumiwe, ukisahau pia wewe kitakutibukia. Albert Chelanga anasema utalii umeathirika sasa ikiwa ni siasa zitaendelea. Na Tom Charles anasema siasa za humo nchini zinaathiri pakubwa utalii wa humo nchini. Mtazamaji, leo tunajadili masuala ya utalii na jinsi ya kunusuru utalii wa humo nchini na jinsi pia tunaweza kutumia siasa kunusuru utalii wa humo nchini. Tuko naye gavana wa kaunti ya Vihiga Moses Karanga. Usiende mbali. Karibu tena mtazamaji, tunafurahi sana kwamba unatuazima sikio na macho yako katika kutizama taarifa za Dira ya Wiki. Leo tukiwa katika kaunti ya Vihiga. Leo tuko naye gavana wa kaunti ya Vihiga Moses Karanga ambaye anatueleza kuhusu jinsi ya kujenga utalii wa humo nchini kupitia serikali za kaunti. Je, mnashirikiana vipi na serikali ya taifa na wizara ya utalii kama serikali za kaunti kuhakikisha kwamba mnafaulisha utalii wa humo nchini? Kwa mfano kama wakati huu niliongea na waziri Balala, Najib Balala, alikuwa anatakana aje hapa, lakini kwa sababu aliniambia kwa sababu ya ni mwezi mtukufu wa Ramadhani hangeweza kuja. Hata hivyo amemtuma waziri Eugene Wamalwa atakuwa hapa kesho. Naam. Kwa hivyo ni waziri Eugene Wamalwa na wengine ambao mmewaalika ni kina nani? Wengine ambao tumewalika kama kuna kijana wetu Musalia Mudavadi ambaye ni leader wa chama cha Amani National Congress. Tumemwalika Raila Amolo Odinga ambaye tayari ameconfirm anakuja. Yes, nimewalika wabunge wote wa sehemu ya Vihiga County. Nimewalika senator wetu hapa, nimewalika women representatives, na tena tumetuma barua kwa governors wote ambao ni mpango wao wote wanatakana waje hapa. Naam. Yes. Na umetaja pale magavana. Je, kama magavana mnashirikiana vipi na hawa wana urembo kuhakikisha kwamba wanatimiza kile ambacho kimewaleta hapa, kuuza kaunti zenu na kuuza nchi katika sekta ya utalii? Je, mnashirikiana vipi nao? Mnawapa pesa ama mnawasaidia vipi? Jana ungekuwa hapa ndio ungejionea mambo makubwa sana. Na umeona katika runinga tena ilionyeshwa, katika magazeti yetu imeonyeshwa, wasichana walikuwa wanaingia katika style yao kabisa. Kila county inawasaidia hawa warembo. Najua kulikuwa na mashindano katika counties na county government zilikuwa zikipeana pesa kwa hayo mashindano. Na kwa hivyo yule msichana ambaye alishinda kwa kila county, county ilimsaidia sana aipeleke kwa mazoezi ama training ili akija hapa ameiva kidogo. Naam, na yule atakayeshinda kesho tunatarajia atakuwa jukumu lake ni gani ikilinganishwa na wale wengine ambao wamechaguliwa kule katika county?
Sasa katika MTK wamesema kwamba yule atakayeshinda atapatiwa kama 1.2 million shillings. Na wataendelea kumpeleka katika mazoezi fulani ili baadaye atakuja kuwa kama international business person. Naam, kwa hivyo mnawafuatilia sana kuhakikisha kwamba wanapochaguliwa si kuchaguliwa tu kwamba wamepewa hilo tuzo, kwamba wanatimiza lile jukumu ambalo wametwikwa kama wana urembo wa utalii. Yes. Na hata kama hatachaguliwa, kwa mfano yule ambaye mwaka uliopita yule alitoka Vihiga akaenda kule Nairobi kwa mashindano. Ingawaje hakuwa namba 1, lakini saa hizi anafanya kazi katika wizara ya utalii kwa county government. Na ni vitu kama gani ambazo mnaangalia kama serikali za county kwamba mnamchagua mtu fulani kuwakilisha ile county katika maonyesho ya mwanaurembo bora? Ni vitu kama gani ambavyo mnaangalia? Kwanza wanauliza maswali. Wanajua hii utalii si kwamba ni beauty contest sana hivyo. Tunataka kweli awe mrembo, lakini awe na akili za kutosha kueleza mambo ya utalii katika kaunti yake. Kama huyu wetu ni msichana ambaye amefanya sheria, ako na degree katika mambo ya sheria, naye ni msichana ambaye anaelewa sana mambo ya utalii katika Vihiga County. Ingawaje mtu mwingine atauliza seme mwanasheria atajuaje mambo ya utalii. Lakini siku hizi wewe kata ukiwa mwanasheria, jua vile vitu ambavyo viko katika mazingira yenu ya nyumbani. Kwa sekunde chache tu tuambie hayo maonyesho ya mwisho yatakuwa wapi? Kilele kitakuwa wapi? Tuzo zitatolewa wapi? Kwa sekunde chache sana. Yes, kwanza nichukue fursa hii ya kusema kwamba kesho tutakuwa na finals kule Kidundo Stadium. Hapa ndio tutakuwa na finals na watu watakuja, vile nimeona watakuwa zaidi ya watu 5,000 kwa sababu tayari wameshaingia kwa county. Hilo ndio jambo ambalo liko. Ninawakaribisha kuanzia saa 1. Nami ninachukua fursa hii kuwakaribisha Wakenya wote waje huko Kidundo. Naam, shukrani sana. Na KTN News itakuwa ikionyesha maonyesho haya moja kwa moja. Runinga pekee ambayo itakuwa ikionyesha maonyesho haya moja kwa moja, mtazamaji, kuanzia mwendo wa saa 1 saa za Afrika Mashariki hapo kesho saa 1 jioni. Tutakuwa tukikuletea maonyesho hayo moja kwa moja kutoka kaunti hii ya Vihiga. Endelea kutizama KTN News. Nachukua mapumziko mafupi kisha nitarejea na taarifa za KTN Dira ya Wiki mwendo wa saa 1. Shukrani sana gavana. Usiende mbali, nitakuwa na wageni wetu studioni kujadili masuala ya utalii humu nchini. Usiende mbali.